Kitabu cha Samueli wa kwanza sura 17:33. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu jana wake. 37. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Haleluya. Kuna vitu viwili ambavyo hapa vinazungumzwa, mawazo ya Sauli na mawazo ya Daudi. Mawazo ya Sauli na mawazo ya Daudi. Daudi ni mtu ambaye Mungu amempaka mafuta. Mungu ana makusudi na maisha ya Daudi. Kuna shauri la Mungu juu ya Daudi. Mungu amemteua Daudi kwenda kiwango ambacho hakuna mtu anayejua. Sijui kama unanielewa. Mungu anajua maisha ya Daudi anampeleka wapi. Watu hawajui Mungu amemwandaa Daudi kwa ajili ya kitu gani. Ni siri ya Mungu na Daudi. Amempaka mafuta, na mapito yote ya Daudi Mungu anayafahamu. Kuna mahali anampeleka. Mungu amemtia mafuta Daudi, kuna mahali anampeleka. Kumbuka siku zote, si kila changamoto ni shetani anaileta kwako. Si kila changamoto. Changamoto zingine zinaandaa baraka ambayo nakwenda kushughulika nayo mbele. Kabla Mungu hajakupa nafasi ya kufikia jambo fulani au kitu fulani, anakuandaa kwa namna ambavyo utashughulika na lile jambo, kwa sababu ni wewe utakayeshughulika na lile jambo, wala sio mtu mwingine. Mungu anapokuwa anamwandaa mtu kwa jambo fulani, kuna vitu ambavyo vitaachiliwa katikati hapa. Ni maandalizi. Yale maandalizi Mungu asemi na kuandaa yanakuja tu katika maisha yako, ni kama sehemu ya maisha. Ukisha kujua Mungu anavyotembea na watu, unajua kabisa hapa huyu anaandaliwa na Mungu kwa jambo fulani. Tuko moja. Unajua kabisa. Sasa Mungu anamwandaa Daudi. Daudi anajikuta anakutana na vita ambavyo hakuvipangilia. Yeye alikuwa ametumwa na baba yake aende kuangalia ndugu zake wako vitani. Nenda kaangalie ndugu zako. Anapofika kule, anakuta kwamba jeshi la Israeli hawapigani vita. Yuko mtu ambaye ni kikwazo kwao, naye ni Goliath. Wanashindwa kupigana vita, wamekaa pale siku 40. Hakuna aliye na ujasiri wa kumwendea adui. Wote wanaogopa. Daudi anauliza, imekwaje? Jambo hili limekaa muda gani? Wanasema limekaa siku 40. Akiwa anamwamini Mungu, akiwa anajua Mungu anaweza yote, akiwa anajua Mungu ni mtetezi, akiwa anajua Mungu yuko juu ya yote, akiwa anajua Mungu ana nguvu zote, akiwa anamwamini Mungu anaweza yote, Daudi anasema, mimi nakwenda kupigana na huyu Mfilisti. Ujasiri wa Daudi haukuwa akili yake, haukuwa nguvu zake. Aliamini uwezo wa Mungu. Aliamini uwezo wa Mungu. Aliamini ushindi wa Mungu. Aliamini ukuu wa Mungu. Alijua Mungu yuko upande wake. Hakuna kitu kilicho kigumu. Ukijua Mungu yuko upande wako, amini kila kitu kinawezekana katika maisha yako. Na mambo ambayo umekusudia kuyafanya lazima uyafanye. Hakuna atakayefanya ndoto zako baada ya kufa. Ukisha kufa, hata kama watoto wako ulikuwa na waamini, hawatatimiza ndoto zako. Ndoto zako ni wewe. Maono yako ni wewe.
Ukiwa hai, pambana na vikwazo, pambana na vikwazo vyote, pambana na changamoto zote, lakini hakikisha unatimiza ndoto yako kama Yusufu. Usife bila kutimiza ndoto zako. Kama unanielewa? Usiamini watoto wako hata kama wana akili njema. Usiamini ndugu zako. Wewe ndio mwenye ndoto. Hata ishi mtu mwingine kama wewe. Ukisha kufa wewe, alama za mikono zimeondoka. Wewe ndio umeondoka. Hata kama mtu mnafanana lakini sio wewe. Ukiwa hai, amini kufanya mambo makubwa yote kwa kumwamini Mungu kwamba ndiye anayekuwezesha, kwa kujua kabisa Mungu atanisaidia, kwa kujua kabisa Mungu ananitegemea, na hizi ndoto natimiza mimi. Daudi alijua kabisa yeye amepakwa mafuta na Mungu, na alijua Mungu hashindwi na jambo. Mashaka si kitu kizuri katika kutenda mambo makubwa. Unapoingia mashaka, unapoteza uwezo wa Mungu. Wapi Mungu amesema nitakuacha? Wapi Mungu amesema utatembea peke yako? Anasema nitakuwa pamoja nawe siku zote. Nitakuwa na wewe siku zote hadi ukamilifu wa dahari. Mungu hawezi kuwa mbali na maisha yetu. Usifike mahali unakaa unatafakari, hili jambo nimeshindwa, hili jambo nimekuwa gumu. Mungu ni Mungu wa mambo magumu. Mambo ya kawaida Mungu hajishughulishi. Mungu anataka afanye vitu kwako ambavyo watu wanasema huu ni mkono wa Mungu uliohusika. Kuna vitu vikifanyika kwako, hata ukisema ni Mungu, watu wanajiuliza kwani Mungu amehusika vipi hapo? Maana ni kitu cha kawaida. Lakini kuna mahali ukisema Mungu ametenda, hata wabishi wanasema Mungu ametenda. Wakilinganisha uwezo wako na kilichofanyika, wanajua kabisa hapa ni Mungu amefanya. Ukisha kujua kwamba yako mambo makubwa magumu sio yajua, hayo ndio yaendee kwa umri wako. Kwa umri wako yaendee mambo ambayo yako zaidi ya akili yako, ili umthibitishe Mungu na uwezo wake. Mungu anataka kupe shuhuda zako mwenyewe. Imetosha kufikiria watu wengine. Sasa anza kufikiri Mungu yuko upande wako. Na neno linasema Mungu akiwa upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Hakuna kilicho juu yako. Hakuna kilicho kigumu. Hakuna kusema haiwezekani. Hakuna kusema siwezi. Unaweza. Tengeneza akili, unaweza. Hata kutembea juu ya maji unaweza. Petro alitembea juu ya maji, lakini alipoogopa ndipo akazama. Lakini alitembea juu ya maji. Uwezo ulikwemo ndani yake wa kutembea juu ya maji. Mimi naamini ndani yako, mtu wa Mungu, uko uwezo wa kufanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Na Mungu anaamini hivyo hivyo kwamba kuna uwezo ameweka ndani yako wa kufanya vitu visivyo vya kawaida. Usianze kusema hiki siwezi, nafanya hiki. Pangilia mipango yako, anza kutembea na Mungu kwa imani. Roho za kukata tamaa, roho za kuchoka, roho za kufadhaisha zinaiba uwezo wako ulionao ndani yako. Unapochoka, unapokata tamaa, unapofadhaika, uwezo wa kufanya vitu vikubwa unapotea. Hofu inaingia. Unaanza kuona hapana, siwezi. Lakini mwanzo ulisema nafanya. Nini? Umepoteza ule uwezo. Mungu wetu anaweza ndani yetu. Mungu anaweza unapomwamini. Mungu anatenda unapomwamini. Hutaona matendo makuu ya Mungu bila kuchukua hatua. Chukua hatua, anza kufanya vitu. Anza kufanya mambo. Kama unanielewa, piga kelele. Uwezo wako ukiwa unajiamini inawezekana. Lakini ukiwa unasikiliza mambo ya watu, ukiwa unasikiliza akili yako, ukiwa unasikiliza mawazo ya watu wanasemaje juu yako, huwezi kugundua ulicho nacho. Daudi angesikiliza maneno ya wanaomzunguka, singeenda kupigana. Kama unanielewa? Kwa sababu anawauliza imekwaje, wanamsimulia
siku baini amekuwa akiwatukana. Angesikiliza maneno hayo asingeenda. Neno likamfikia mfalme kwamba kuna mtu anauliza vita hivi. Akasema mwiteni. Mpaka kaka yake amesema huwezi, wewe ni mtoto mdogo, huwezi. Daudi asikilizi, anaangalia kilichoko ndani yake. Kilichoko ndani ya mtu ni thamani kubwa. Hata anapokwenda mbele ya mfalme mwenyewe anamwambia hivi, mwanangu huwezi, kwa sababu huyu ni mtu wa vita tangu mdogo. Sikiliza, anayeongea ni Sauli. Sauli ni mwanajeshi wa zamani. Anasema Goliath ni mtu wa vita tangu mdogo. Daudi anasema mwanao alikuwa akichunga polini, anaanza kurejea jinsi ambavyo aliweza. Kuna vitu unapokuwa unakabili kitu fulani, kumbuka mahali ambapo ulikuwa unafikiri uwezi, uliweza. Chukua ujasiri ule ule ulioutumia kwenye jambo fulani, na hapa tumia ujasiri ule ule. Biblia inasema msiutupe ujasiri wenu, una thawabu kubwa. Thawabu ya ujasiri ni kwamba utafanya vitu ambavyo wengine wanakimbia, wewe utafanya. Anasema alikuja simba nilimpiga, alikuja dubu nilimpiga. Anasema basi na huyu Mfilisti atakuwa sawa na hao simba na dubu, naye nitampiga, na hili naweza, na hili unaweza, na lingine unaweza. Akija simba unaweza, akija dubu unaweza. Sijui kama naongea na mtu hapo. Ukija ugonjwa unaweza, tatizo la ndoa unaweza, shughuli kibiashara haiendi unaweza. Huyo ndio simba na dubu. Hakuna atakayekuja yainue maisha yako. Sikiliza nikwambie vitu hivi. Acha kufikiri kuna mtu atainua maisha yako. Hayupo. Hata ukipewa mtaji, hakuna atakayekufanyia biashara. Utasaidiwa tu. Awezaye kwenda kwenye viwango vya utukufu na utaka kufikia ni wewe na maamuzi yako. Ukisema naishia hapo ni wewe. Ukisema nafika pale ni wewe. Kumwamini Mungu kutakupush kwenda level ambayo hujawahi kuishi. Utakwenda mahali ambapo unajishangaa kwamba nimefikaje. Lakini wengi leo hii, hata waliokoka wapendwa, wamekata tamaa. Wanaishi tu kama kusali. Mungu hajatuitia majuto. Neno linasema wito wa Mungu hauna majuto. Mungu amekuitia mambo mema. Kama unanielewa, Mungu amekuitia mambo mema. Kibiblia, mtu anayemwamini Mungu anaweza kupitia dhoruba katika mambo ya imani, kukataliwa, kupingwa, watu walio kinyume na imani yake. Lakini Mungu hajakuitia kulala njaa.